Maana kama ulikuwa unaweza kutengeneza tuseme juisi chupa 20 ukiwauzia watu 40 kwenye nchi yako, alafu ukaongezewa watu wengine 40 wakawa 80, katika product zile zile ukaongeza chupa zingine 20, utajikuta uchumi wako unakuwa. Na ndiyo maana hii ni fursa muhimu sana kwa Watanzania. Kilichonisikitisha katika mjadala baada ya hotuba ya Mheshimiwa William Ruto, rais wa Kenya, aliyoyazungumza ya msingi yote na yale aliyoyaeleza yote yenye mantiki kubwa kimataifa, kitaifa, kiushirikiano, ukipita kwenye mitandao ya kijamii watu walinisikitisha, ambao miongoni mwao ndio hao mnaowaita wasomi. Sikosei na sijawahi kukosea katika mambo ninayoyaamini kwamba uko ujinga mwingi sana unafanywa na watu wanaoitwa wasomi, watu ambao wanahisi wana sauti katika jamii, kujifanya wanakosoa kila kitu. Wakati mwingine anapozungumza Rais Ruto akazungumzia hata masuala tu ya maendeleo, akazungumzia masuala ya uwekezaji, watu wanachukua negative tu. Yani negative tu ndizo wanazozijadili. Yani Tanzania ya leo na Watanzania wa leo, wasomi wa leo ambao tunawategemea watutoe hapa tulipo, kila jambo wanalitafutia sababu ya kukosoa. Kila jambo. Hata mwenyekiti wakikutakia wewe jambo baya, wataangalia hata ulivyokaa kwamba hajakaa vizuri, ili tu wapate cha kuzungumza. Yamezungumzwa mambo mengi tu ya ovyo ovyo, yani kuonyesha kwamba kilichofanyika hakikuwa na msingi. Wanasahau mambo ya akili ambayo yanatengeneza fursa ya kuitoa Tanzania hapa ilipo. Wanaondoa vikwazo vya kibiashara baina ya Kenya na Tanzania. Badala watu wajadili Tanzania tutauza nini Kenya? Vijana wetu wanawezaje wakaajirika Kenya? Hawa wa Tanzania wanawezaje kunufaika na jumuiya hii ya Afrika Mashariki? Uwezo huo wa kunufaika wanao. Takwimu zimesomwa hapo. Mna $300 tu. Wenzenu wana $1.5 ambazo wameziwekeza kwenye nchi yenu. Nyinyi mko kwenye 300. Hujiulizi katika akili yako umekwama wapi? Kuna tofauti gani ya kiuchumi kati ya nchi ya Tanzania na Kenya? Badala tuulizane kama Watanzania, wewe kijana, waulize vijana wenzio, tumekwama wapi kama Tanzania? Kwamba iwezekanaje tukawekeze Kenya $300, wao wawekeze $1.5? Kwa nini? 1500 wanawekezaje na nyinyi mnawekeza 300? Kwa nini? Manake mmezidiwa. Kwa nini mzidiwe? Manake wanufaika kumbe wakuu wa ushirikiano wanakuwa wa Kenya. Yako mambo ambayo kuyasema ni aibu, lakini lazima tuseme. Tumeingia kwenye mambo wanaita hapo, wanasema hatuna uadui. Kwani nani aliwaambia kuna uadui? Ni kwamba vipo viashiria vya maneno vya kwenye mitandao. Umenielewa? Huko ndo kulikoanzia. Ndio vinaleta uadui. Ndiko. Umenielewa? Wakenya wakawa wanatuuliza kwamba tupite katika mitaa ya Kongo tumwangalie Mkenya ambaye anachoma mahindi. Alafu wakasema wao wako tayari kupiga picha ya Watanzania kule wanauza sijui madude gani. Wewe kijana unaelewa ninachokisema? Unadhani kuna tusi kubwa zaidi ya hilo? Nyinyi vijana mnaonisikiliza, kuna matusi zaidi ya hayo. Unapoonyeshwa kazi dhaifu ndizo unazozifanya wewe kwenye nchi yao, alafu wao wanakuja kufanya kazi za tija kwenye nchi yako. Unataka utukanweje? Hatujiulizi. Unajadili vitu vya ovyo ovyo tu, vya ajabu ajabu tu, vitu vya yani hata vieleweki. Unakuwa unajiuliza hii package ya watu hawa wanaojiita tumeipata wapi? Wapi tumeipata hii package ya hovyo namna hii? Badala leo tuwaambie vijana wetu, fursa ipo, madaktari nendeni Kenya mkatibu watu. Tuwaambie wasomi wetu,
Kenya wana miradi ya gesi, nendeni Kenya mkapate ajira. Leo wapo watu, hata baadhi ya nani, alikuwepo kuna mtu mmoja amekuja na nilimwambia hata Master Stambuli alikuja ananiambia, Manyota, na kuomba mimi nina kampuni yangu, nataka unitafutie mkurugenzi mtendaji ila atoke Kenya. Nikamwambia Kenya sina rafiki, kama unataka mtu wa Kenya katafute Kenya, wewe mwenyewe nenda katafute. Kwa nini siwe Tanzania? Akaniambia, bana, unajua kampuni yangu ndo naanza, nimefanya uwekezaji mkubwa, kwa hiyo nataka nianze kuyaona matunda. Sasa unajua nikiajiri hao watu wa Tanzania, maneno yatakuwa mengi, porojo hizi zikaingia, katoka kapita huku, mara sijui mjomba anaumwa, zitakuwa nyingi sana. Ndio maana nikapendekeza, nikamwambia, unaishi kwenye ulimwengu wa mawe. Huu si ulimwengu wa mawe. Usitake kuniambia tuna Watanzania wako serious. Tuna makampuni mangapi? Uchumi wetu unakuwa. Tuna mambo mangapi tunayoyasimamia katika nchi yetu, na wasomi wetu ni hawa. Mnawadharau hivi mnavyowadharau, ndio maana nchi yetu haikui. Mnatafuta watu wa kandarasi kutoka nchi za nje, wakati makandarasi wengine wako hapa. Mfugale yule pale alale mahali pema peponi. Daraja lile ulitegemea Mtanzania angeliweza kuwa na ujuzi huo? Lakini kila unapouliza, yani hata kujenga shule za msingi mpaka wawekezaji sijui wajinga wa kutoka nje. Hivi mimi naweza kushindwa kujenga darasa kweli jamani? Mimi choo kweli kimefadhiliwa kweli na watu wa kule? Aibu gani King Kong? Aibu gani axiomatically? Namna gani mnazungumza Masai? Namna gani nyinyi vijana mnatukana huko kwenye mitandao? Kila tukisema hapa mnatutukana. Sasa si hatuwatukani, tunawaambia nyinyi mnauza mahindi Kenya, wenzenu wako kwenye viwanda Tanzania. Sisi hatuwatukani hayo matusi yenu hayo, yale mliolisi sijui kwa babu zenu sijui wapi. Sisi hatutukani hayo. Tunawaambia you are failure. Mmefeli. Tunataka kuitoa Tanzania ya leo yenye wasomi wengi, kuipeleka katika ulimwengu wa mashindano ya kiajira, ushindani katika sayansi na teknolojia. Tushindane huko. Kama tuna soko la pamoja kweli, hatutaki kuona Kenya inawekeza zaidi Tanzania kuliko Tanzania kuwekeza Kenya. Kwa tabu kweli. Unajua tabu kweli kweli, ndio kupekua ndio kumkuta Rostam Aziz. Tabu kubwa. Tuwezi kusema, lakini ukimwangalia Rostam unasema kweli. Ni kweli sawa. Sasa toka Igunga. Yuko anatokea kwetu pale. Lakini nataka kusema wa Makonde Kenya, Wazalamu Kenya, Wanyamwezi Kenya, sijui wa Ndengereko, sijui watu wa wapi Kenya, vijana wetu waende Kenya wakawekeze, kwa sababu akili na uwezo wanao. Na hili ndio jambo la kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuelezane kwamba tusikubali kupitwa. Tupigiane makofi katika mbio tunazokimbia. Jitahidi. Maana unaweza kwa kwenye marathon umeongozwa, lakini walioko wanaokufuatilia ambao ni mashabiki wako, kama mimi nilivyokuwa mashabiki wa Tanzania na wasomi wa Tanzania, na waambia vijana, kimbieni, mnapitwa. Dunia ya leo inawapita. Hamna tofauti za kiakili. Wazungu wanafikiri kama mnavyofikiri. Watu wa nchi hizi za jirani wanafikiri kama mnavyofikiri. Lakini kuna uzembe katika kutumia akili. Maanake wakati mwingine kuna majitu mengine yamesoma, akili hayatumii hata kidogo. Yaani hata kushonesha suruali ya kwake hawezi. Unajiuliza, huyu profesa wewe, hata suruali yako kweli kushonesha unashindwa kweli? Unamuuliza, bwana unavaga kiuno namba ngapi? Baba sijapima mkuu. Wewe profesa hujui kweli kipimo cha kiuno chako wewe? Una kichaa wewe. Sasa kuna watu wengine wana elimu hawataki kuzitumia. Tunataka kuambia wa vijana wa Tanzania, tumieni elimu yenu. Leo kuna sauti nyingi,
lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.